Kristo. Ni huzuni pamoja na majonzi makubwa kwa wana jimbo kuu la Dar es Salaam, kanisa la Tanzania, Afrika na ulimwengu kwa ujumla, ambapo Baba Kardinali Polycarp Pengo, Baba Mtakatifu Leo wa 14, anamshukuru Mungu kwa huduma ya kiaskofu aliyoitekeleza Kardinali Polycarp Pengo katika majimbo kadhaa nchini Tanzania. Anamkumbuka hasa kwa sadaka na majitoleo yake katika malezi na majiundo ya awali na endelevu ya makleri jimbo kuu la Dar es Salaam, bila kusahau huduma yake iliyotukuka kama rais wa shirikisho la Baraza la Maaskofu Katoliki Afrika na Madagascar, iliyosaidia kuwaunganisha maaskofu wa Afrika kuwa wamoja tena. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa taarifa hii, naitwa Uncle Tom Mpanji, uniforo nami nikufolo. Na katika taarifa hii Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemtumia salamu za rambirambi Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Tanzania, kufuatia kifo cha Kardinali Polycarp Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, kilichotokea tarehe 19 Februari mwaka 2026 majira ya saa 4 kamili usiku, akiwa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI jijini Dar es Salaam. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kutoa salamu zake za rambirambi kwa familia ya Mungu jimbo kuu la Dar es Salaam. Anamshukuru Mungu kwa huduma ya kiaskofu aliyoitekeleza katika majimbo kadhaa nchini Tanzania. Anamkumbuka hasa kwa sadaka na majitoleo yake katika malezi na majiundo ya awali na endelevu ya makleri jimbo kuu la Dar es Salaam. Kati ya mwaka 2007 hadi mwaka 2009 alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la Baraza la Maaskofu Katoliki Afrika na Madagascar SECAM. Akafanikiwa kuunganisha maaskofu wa kusini mwa Afrika na kaskazini kwa kukazia moyo wa SECAM kujitegemea kwa rasilimali watu na vitu. Na katika maisha na utume wake kama kardinali, aliteuliwa kuwa mjumbe wa mabaraza mbalimbali ya kipapa kwa ajili ya huduma kwa halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuiweka roho ya Kardinali Polycarp Pengo, mchungaji mnyenyekevu katika huruma ya Kristo Yesu, mchungaji mwema, kwa waombolezaji na wote walioguswa na msiba huu mzito, huku wakiwa na tumaini la ufufuko wa wafu na maisha ya uzima wa milele. Anapenda kuwapatia faraja na baraka zake za kitume. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa taarifa hii, kumbuka naitwa Uncle Tom Mpanji, unifollow nami nikufolo. Mpendwa mtazamaji, tuambatane kufahamu zaidi kuhusiana na ratiba ya maziko ama safari yake ya mwisho ya Baba Kardinali Polycarp Pengo, lakini pia tumfahamu zaidi alikuwa ni nani, ametokea wapi. Basi endelea kuungana nami.